Ni Jumanne ya tarehe 11 Disemba mwaka 2025. Hii ni MTV1 News Online inayokutangazia kutoka eneo la Uswahili. Jina langu ni Tryphon Odas kutoka Tanzania, Kigoma, mwambao wa Ziwa Tanganyika. Tunasikika tokea katika mitandao yote ya kijamii, Facebook, Twitter ama X na LinkedIn. Taarifa kuu siku ya leo: Bunge la Tanzania limeanza leo rasmi kwa kupiga kura kuteua spika na naibu spika wa bunge. Nitaendeleza elimu jumuishi, kuipambania kuhakikisha kwamba watoto wetu ikiwemo watoto wenye ulemavu na vijana wanapata fursa za kujifunza katika madarasa yaliyokuwa jumuishi, lakini pia walimu wanapata vitendea kazi katika engo hii ya elimu jumuishi. Wakazi wa Ngungu wilayani Masisi wapongeza hali ya usalama ambayo wameshuhudia baada ya eneo hilo la Masisi kudhibitiwa na M23. Ninaweza sema utafauti kwa kadri ya kisalama M23 kama kusekirite kabisa, wazalendo watukatra kasirili kuwa donge 5 metre. Ni hayo kwa siku ya leo tulionaye, na karibu tena msikilizaji wa MTV1 News. Taarifa zetu zinaanzia huko Tanzania ambako bunge la Tanzania leo limeanza rasmi kwa kupiga kura kumteua spika wa bunge na naibu spika wa bunge, huku wabunge wakieleza matarajio ya mambo watakayoenda kufanya kwa ajili ya wananchi. Wakizungumza wakiwa katika viwanja vya bunge jijini Dodoma, wabunge wateule wa Kilindi Salehe Muhando na mbunge mteule viti maalum anayeshughulikia watu wenye ulemavu Aisha Msantu wamesema wanaanza safari hiyo wakiwa wabunge wapya waliobeba deni la wananchi ambalo wanapaswa kulitimiza. Nitaendeleza elimu jumuishi, kuipambania kuhakikisha kwamba watoto wetu ikiwemo watoto wenye ulemavu na vijana wanapata fursa za kujifunza katika madarasa yaliyokuwa jumuishi, lakini pia walimu wanapata vitendea kazi katika engo hii ya elimu jumuishi. Nitawatumikia kwa moyo wangu wote, nitajitoa kwa kadiri ambavyo Mwenyezi Mungu atanijalia ili kuhakikisha kwanza na kwenda kusimamia na kusukuma utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 25-30 ambayo kimsingi imeainisha maeneo ambayo atakwenda kuisogeza jimbo la Kilindi kutoka hatua iliyopo sasa kwenda hatua ya juu zaidi kimaendeleo. Mbunge mteule wa Kigoma Kusini Nuru Iska Shakari na mbunge mteule wa Kasulu mjini Joyce Ndalichako wameeleza matarajio yao kwa bunge hilo ambalo linajumuisha wabunge wa zamani waliorudi kwa kipindi kingine na wabunge wapya. Ni bunge ambalo natarajia kwamba litakuwa machachari, kwa sababu ukiangalia 90% walioshinda ni wapi. Kwa hiyo tunatarajia kuwa bunge ambalo litakuwa na kasi kubwa. Nategemea kwa kweli bunge hili litakuwa ni la viwango vya hali ya juu, kwa sababu kwanza tunaanza utekelezaji wa dira ya 2050, dira yetu ya taifa. Kwa hiyo ni bunge ambalo linaanza likiwa na uelekeo thabiti kwamba kama taifa wapi tunataka kuelekea. Alafu ni bunge ambalo limekuwa na mchanganyiko, kuna wabunge ambao wanaendelea, lakini kuna wabunge pia wengi ambao ni wapya. Kwanza kwa bunge hilo kunafungua ukurasa mwingine mpya katika historia ya Tanzania, huku macho na masikio ya Tanzania yakielekezwa kwa wawakilishi wao wakitarajia kuona hoja zenye tija, mijadala inayoibua changamoto zao na maamuzi yatakayogusa maisha ya wananchi wa kawaida. Na tukitoka huko Tanzania tunarudi huko Ngungu, Kivu Kaskazini, ambapo wakazi wa Ngungu Masisi wamepongeza hali ya usalama baada ya kundi la M23 kuondoka. Wakazi wa Ngungu katika eneo la Masisi wameonyesha kuridhishwa hali ya usalama iliyoboreshwa katika eneo lao. Hali hii imekuja baada ya eneo hilo kudhibitiwa na kuondoka kwa wapiganaji wa M23. Wakazi hao wanasema wanajisikia faraja na matumaini, huku wakiangalia uwezekano wa kurudi kwa maisha ya kawaida taratibu. Kuna usalama kidogo, kadri ya security iko kabisa, ile hatuwezi sema tutasikia tena mlio ili sasa, lakini tuko na njala. Franga haziko. Security iko, franga tunazikosa. Ninaweza sema utafauti kwa kadri ya kisalama M23 kama kusekirite kabisa, wazalendo watukatra kasirili kuwa donge 5 metre. Alors tulikuwa tulitatizwa sana. Na leo kuna bariere? Hakuna bariere, ni moya turu to nini Mubambiro njukuna. Tena hakuna trakaseri kumutu akubeba passager. Mewa kubeba muzigo tena ni droit ile kabeme tunapashwa wasaidia chama. Hali ya maisha ikoje? Hali ya maisha hatukanjala.
leta salere kazi birai hapa kwetu Ngungu bilikuwa natusaidia. Birai binashuka sana sana sana. Birai tulikuwa narusha mfuko 400,000 leo unauza 60,000. Unaona difference yenyewe inakuwa iliko krize na tukamata sana. Mashamba wanaipandisha bei, unasikia hektare inauza $1,000, utaenda rekolte na katala. Alors tunateseka sana kwa kifupi kuchakula ntuka havina bei. Mnaomba nini? Tunaomba kama kuko maonje zezi naweza kuya tusaidia, tukawa na tutumia ONG zitusaidie. Na ulikimbiaga vita? Mzee, tulikimbia sana, tulikuwa muka apati wakati yenye M23 ilikuya, tukarudia kumakao na njoo tulikutanisha vya zola yote bakwa basha zola. Alo hapa tuko nanja maisha ya zero. Mamlaka za eneo hilo zinaendelea kusimamia hali hii na kuhakikisha amani na utulivu wa kudumu. Na pia katika sekta ya Rwenzori, jumuiya ya kiraia ya Rwenzori imekashifu ucheleweshaji wa ujenzi wa barabara ya Mwenda Kikinki iliyoanzishwa rasmi na gavana wa Kaskazini Kivu. Kulingana na Mumbere Mlale Mleke, kuduneta wa eneo hilo, barabara hii ni muhimu sana kwani inaunganisha cheo cha Watalinga na mpaka wa Uganda, ikirahisisha biashara na usafirishaji. Wananchi wanatoa wito kwa mamlaka kuharakisha kazi hiyo. Toka mwezi wa kwanza tarehe 21 ndiko gavana wa jimbo letu la Kivu Kaskazini aliweza kufika Mwenda kuja kuzindua rasmi kazi ya ukarabati wa barabara. Lakini paka sasa barabara walikoendea paka leo hawajarudi. Walikuja wanafanya sherehe, vigelegele, paka leo wanaenda bado kurudi. Lakini tulisikia kama na watu fulani kama hiyo kampuni ya SSV iliweza kupangilia pamoja na wengine kama wanaweza kuanza ngambo ya Watalinga na kutokea ngambo ya Kikingi. Sasa wamefanya miezi hivi 3, barabara hawajafika hata katikati ya barabara. Na kazi ya kwanza ya kupitiza tukupalula, tuseme hawajafika hata katikati ya barabara. Japo kuwa ni kazi tu ya kupeleka mashine, lakini wanaeleza matatizo mingi na tunasikia kama mashine ama vyombo vya kukarabati barabara nusu vimeweza kurudi Beni. Wanasema sababu ni nyingi. Hiyo ni kampuni gani ambayo inashindwa kutumika ndani ya mvua? Ijapo kuwa mvua inaruhusu mtu ambaye anatengeneza barabara kujua hapa kuna kuwa tatizo wakati ya mvua. Tunaenda kufanya mwaka moja, karibuni tunafanya mwaka moja hapa sasa hivi, ndani ya miezi 3 tutafanya mwaka moja na hawajafika katikati ya barabara. Wanaeleza matatizo, ijapo kuwa kazi ambayo ilikuwa na uzinduzi wa government haiwezi kuwa na maelezo nyingi. Namna wao wanaeleza ni kusema sisi raia tuko na lazima tuone hiyo barabara inapita namna tunaomba na itakuwa inarahisisha. Na huko Bunia jimboni Ituri, jeshi la FARDC imepata tena ushindi mkubwa mbele ya makundi ya waasi. Zaidi ya silaha 12 pamoja na risasi karibu 1500 zimepatikana mikononi mwa wanamgambo wa CRP wanaoshirikiana na M23 huko Pruto katika eneo la Jugu. Operesheni hiyo ilisababisha pia kujisalimisha kwa wapiganaji kadhaa, amesema Ruteni Julie Ngongo, msemaji wa majeshi ya FARDC huko Ituri. Konstantini Sambagarwa ni mwandishi wa MTV1 News huko Bunia, anatupasha zaidi. Kwa mjibu wa msemaji wa jeshi FARDC jimboni Ituri, silaha hizo zilipatikana wakati wa operation za kutafuta na kusafisha maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na gundi la CRP linaloongozwa na Thomas Lubanga. Jeshi linasema baadhi ya wapiganaji walijisalimisha wenyewe baada ya mapigano makali. Les forces armées de la République démocratique du Congo, suite à la majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na shinikizo la kijeshi wanaendelea kulifanya hivi karibuni zidi ya wanamgambo wa CRP ambao hawana tena uwezo wala nguvu za kupigana mbele ya majeshi ya serikali, yamesababisha wengi wao kujisalimisha leo huko Plito mtaani Jugu. Jeshi limepata silaha 12 ya aina K47 pamoja na risasi 1465. Wapiganaji wale walijisalimisha kwa FARDC ili kuokoa maisha yao. Ni jambo la kawaida kwa sababu ni pale uongozi wao unavurugwa na nguvu zao kuisha, wanabaki bila
kupoteza mwelekeo. Ndiyo maana tumevunjilia mbali harakati zao, huku aliyepoteza mwelekeo lazima akimbie kwa askari. Leo hii wanamgambo wa CRP wamejisalimisha huko Pluto karibu na eneo la Migodi wakiwa na silaha zao 12. Tuko katika wimbi la kujisalimishwa kwa wengi kwa wanamgambo wa CRP wanaotoka Nyamamba na sehemu mengine walikojificha. Leo tena tumeweza kupata silaha mbalimbali zikiwemo pistole zilizotengenezwa kienyeji, mabomu ya mikononi na vifaa vingine vya kivita vilivyokamatwa wakati wa kujisalimisha kwao huko Pluto. Récupérés par les forces armées lors de cette reddition de ces miliciens CRP Zaïre à Pluto. Luteni Jules Ngongo anapongeza ushirikiano kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wa kijamii na machifu wanaoendelea kuhamasisha vijana waachane na magundi ya waasi. Luteni Jules Ngongo asema ya kwamba government ya hali ya dharura jimboni Ituri yatumika na njia mbili, njia ya kijeshi na ile ya mazungumuzo zinazoonyesha matokeo mapya ya kuboresha amani hapa jimboni Ituri. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema litaendelea na operation zake katika maeneo la Jugu hadi makundi yote ya waasi yatakaposambaratishwa na amani kurejea kikamilifu katika jimbo nzima la Ituri. Nikiripoti toka MTV hapa mjini Bunia, mimi ni Constance Mbagalwa. Hayo yanajiri baada ya ufunguzi wa barabara ya Komanda Luna kuelekea Bunia, madereva wakidai usalama wa kudumu. Namni hayo kwa siku ya leo tuliokuwa nayo katika taarifa yetu ya siku nzima ya leo. Ni kusihi kuwa baki kuwa mwaminifu kwetu, ukiendelea kufuatilia MTV1 News Online, lakini pia tembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter na LinkedIn kwa taarifa mbalimbali za ulimwengu. Mimi ni Tryphon Odas nikiwa hapa mjini Kigoma, magharibi mwa Tanzania. Kwa niaba ya wote waliosikia kuandaa taarifa hii ya habari, asante na nikutakie wakati mwema.